tu, jangwa la Sahara halina chochote. Ukiangalia hata halivutii. Haleluya. Halitii hamu kwa sababu halina mti, halina nini, halina bahari, halina kivuli chochote. Ndio nchi ambayo mwanzo wakati Mungu anaumba ilikuwa iko na utupu, ilikuwa iko na ukiwa, hakuna kiumbe chochote kinachoonekana. Lakini si hivyo tu, kibaya zaidi anasema na giza. Oh my goodness. Yaani hakuna kitu chochote. Lakini pia liko katika hali ya ukiwa. Halafu tena linakuja na nini? Giza. Oh na bashana. Giza. Endelea kusoma mstari unaofuata. Roho ya Mungu Anasema roho ya Mungu. Oh, haleluya. ikatulia Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa nini? wa maji. Wa maji. Tumemaliza. Roho ya Mungu. Tunapokwenda kuangalia kazi za Roho Mtakatifu, lazima tutambue huyu Roho Mtakatifu ni nani na anafanyaje hizo kazi. Alianza lini? Ndio maana nimekurudisha katika kitabu cha Mwanzo wa Biblia. Sisi waamini wa Kikristo tunaamini Biblia hii ni takatifu, ni kitabu kitakatifu cha Mungu ambacho kina vitabu 66 na katika hivyo vitabu kuna kitabu kinaitwa Mwanzo. Maanake ni mwanzo wa kila kinachoonekana duniani, ni mwanzo wa kila kiumbe kilichoko duniani, ni mwanzo wa mimi na wewe kuonekana katika dunia hii, ni mwanzo wa maisha ya kila mmoja. Oh my God, inawezekana naongea peke yangu. Ukishasikia kitu kinazungumzwa ni mwanzo, moja kwa moja peleka akili yako kwamba tunamzungumza yeye aliye hai milele na milele. He is Alpha and Omega. Yeye ndiye mwanzo mwenyewe, yeye ndiye mwanzo mwenyewe. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo tunazungumza uumbaji wa Mungu wa mwanzo, ambapo ni unahusu yeye mwenyewe. Ndio maana katika hali ya ukiwa, katika hali ya utupu, katika hali ya giza, Biblia inasema Roho akatulia juu ya uso wa maji. Hatuishia kutulia. Baada ya kutulia Roho, Biblia inasema Mungu akasema. Ndio maana ninataka mchana wa leo uelewe kwa sehemu baadhi ya mambo ambayo Roho Mtakatifu uliyempokea anayafanya ndani ya maisha yako. Watu wengi leo hii tunahangaika, tunatafuta mambo mbalimbali, tunasahau kumbe mpango mzima ni Roho Mtakatifu. Akitulia mahali pake hapaachi hivi. Akitulia mahali pake giza lazima liondoke. Akitulia mahali pake ukiwa lazima uondoke. Akitulia mahali pake utupu nao unaondoka. Walikuwa wanakuona huna mbele wala nyuma. Roho akitulia lazima utaeleweka mbele yako ni wapi na nyuma yako ni wapi. Roho akitulia lazima utaeleweka rangi yako, kama wewe ni wa bluu ama ni wa kijani, watu watakujua, kwa maana hata kuacha katika hali ya utupu, bali atakujaza na utele vitu ambavyo yeye navyo. Hizo ndizo kazi ambazo Roho anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwanadamu katika dunia hii haya mambo matatu lazima ayapitie, especially anapokuwa hana Mungu wa kweli, hajamjua Mungu wa kweli. Mambo ya ukiwa lazima uyapitie. Kuna wakati unapita unajiona kwa peke yako. Kama wewe unataka kupitia, njoo nitakupa pesa mchana wa leo. Maana hata mimi napita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utapita kwenye ukiwa. Kuna wakati unahisi dunia nzima imekuacha. Kuna wakati utahisi hakuna ndugu wa kwenda hata, yaani ndugu umezaliwa nao, mmebaki kufanana pua na midomo na macho, anasema wewe ni ndugu yake, lakini hana msaada wowote. Pale ambapo unapita mahali fulani ambapo inakubidi upite wewe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika hali ya kukosa utupu, kukosa pesa, kukosa kazi, kukosa mambo mbalimbali, kukosa mwenza, hayo yote ni mambo ambayo kila mwanadamu kuna wakati anapita.
unaopita usiku wake. Unapopita katika nyakati kama hizo, Roho Mtakatifu akiweza kuwa ndani yako, anapokuja ndani yako, yeye lazima ashughulike na hivyo vitu vitatu. Haleluya, haleluya. Sasa hapa ninakwenda tu kukupa outlines, naenda kukupa mmeng'enyo wa namna anavyoshughulika na hivyo vitu vitatu, na mpaka wewe unakuwa salama. Kuna mtu ananisikia? Zimepita nyakati mbili na hii tuliyopo ni ya tatu. Nyakati za kwanza hapo tunaona katika Agano la Kale ulikuwa ni wakati wa utawala wa Mungu Baba kama Baba. Na wakati huo Mungu walikuwa anamwita, ndio hivyo anasema yeye ni Jehova Shama, Jehova Adonai, Jehova Elohim, kulingana na matukio. Wengine wakaita Ebeneza, wengine wakaita Jehova Nisi, kwa maana kwamba kuna tukio mahali alilifanya. Na huyu Roho Mtakatifu si kwamba kuwepo, ndio maana tunaona toka hapa mwanzo alikuwepo, lakini katikati ya wanadamu huyu Roho alikuwa anaachiliwa ama anamiminwa kwa mtu mahususi na kwa lengo mahususi. Haikuwa kama sasa. Mnanisikia? Ilikuwa Mungu anapotaka kufanya kitu anamimina Roho juu ya yule mtu wake mahususi aliyekusudia, aidha nabii ama mfalme, Bwana Yesu asifiwe, ama muonaji. Mungu alikuwa anafanya hivyo. Lakini wakati huo ukapita, wakati wa Mungu Baba ambao ni utawala katika Mungu alikuwa anatawala dunia hii kwa watu wake katika namna ya sheria, ambapo pale tunakutana na Torati aliyopewa Musa, amri 10. Na kila ukisoma Biblia kutoka kule mwanzo, toka Musa amepewa amri hizo mpaka tunafika wakati Yesu anakuja, hakuna mahali wanadamu waliweza kumudu kuzitenda zile amri 10 za Mungu. Kila wakati walikuwa wanavunja zile, wanaharibu. Lakini katika nyakati ya pili Mungu akaonekana katikati ya dunia hii kama mwana. Naomba nisikize vizuri. Kama nani? Mwana ambaye alikuja akazaliwa kama binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Akatembea kwenye hii dunia, watu wakatembea naye, watu wakamuona live, walikula naye, akaishi ndani ya miaka 3, alifanya kazi ndani ya miaka 3.5. Maisha yake yote aliishi kama mwana, kama Mungu mwana hapa duniani, umri wa miaka 33.5. Hapo kipindi hicho alikuwa anafanya magonjwa, anafanya yote. Na ilikuwa tatizo moja, kama mgonjwa yupo Mbeya, mwana yuko Dar es Salaam, inabidi lazima mgonjwa atoke Mbeya aletwe Dar es Salaam ndio aje apone. Halo, unaweza kaona hapo hicho kipindi hicho kilikuwa kigumu nini sana. Ndio maana kuna wakati wengine wakabeba mgonjwa, wakasikia yuko Kapernaumu, wakaona huko tupeleke mtu wetu aliyepooza. Wamefika wakakuta nyomi, wakakuta watu wamejaa, hakuna hata pa kupita, na ishi ya mgonjwa wao lazima aguswe, awekewe mkono aweze kutoka kwenye hali ya kupooza. Wale watu wakapambana, wakaona mapambano yao yanafeli na mgonjwa wao hawezi kupona, wakapata akili ya ziada. Wapi tupae? Panda juu ya dari ya hiyo nyumba, wakajua yuko humo ndani, panda juu ya
wa Loliondo. Baada ya wakati wa Mungu Mwana umekuja sasa wakati tulio nao ambao sasa ni wa Mungu Roho. Sisi tunaamini Mungu katika nafsi tatu, katika Utatu Mtakatifu, kwa maana kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na kila mmoja anatenda kazi kwa wakati wake. Wote wako pamoja, lakini kwa majira, kila namna, kila majira wanajifunua kipindi tulicho nacho. Ndio maana kuna mahali pale Beno, hebu tafutie ile andiko, ni Timotheo ama ni Petro, anasema mambo ambayo malaika walitamani kuyachungulia, manabii walitamani kuyaona, mambo yatakayotokea katika huo wakati ambao ndio sasa sisi tuko nao. Anasema walitafuta manabii waliotabiri habari za Yesu, habari za ujio wa Roho Mtakatifu, walitafuta waone ni wakati gani huo, ni nyakati zipi hizo. Walitamani wakasema hawa watu mbona watakuwa na wakati ulio bora, watakuwa ni watu ambao ni wa ajabu. Yaani manabii waliotabiri kwa habari ya mambo ya Roho Mtakatifu, wakina Yoeli waliotabiri kwa habari ya Yesu Kristo, walitamani kuona hizi nyakati, maana walijua hii nyakati ni hatari, kwa sababu ni kinywa tu cha mtu aliyeamini ana uwezo wa kulipuka na lolote, akafanya lolote, akaumba chochote. Inawezekana naongea peke yangu. Nayoyaona nini wasiyaone, na kuyasikia nayasikia nini wasiyasikie. Lakini hilo neno lina katika habari ya wokovu huu, ndio manabii walitafuta manabii ambao walitabiri kwamba atakuja Mwokozi, atawaokoa watu, wataokolewa kwa neema. Walitafuta na kuchunguza wakachunguza pia ambao walitabiri habari za neema waliotabiri habari za neema itakayotukuta wanadamu. Wakatafuta ni wakati upi, na wakati wa namna gani, ni wakati wa namna gani huo ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ndio ambaye alitangulia kuyashuhudia matendo. Asante sana. Nilitaka tu uone hao waliotabiri wenyewe waliutamani huu wakati. Kuna watu mmeokoka, mpo katika nyumba ya Mungu, neema ambayo manabii walikuwa wanajiuliza itakuwepo wakati gani. Hiyo neema wewe na mimi imeshatuangukia. Wenzetu walitamani kuona itakuwa ni wakati wa namna gani, wakati ambao hauna haja ya kwenda mpaka Nairobi, hauna haja ya kwenda Mbeya. Hapa nilipo nina uwezo wa kulituma neno, nina uwezo wa kuita. Hauhitaji mpaka Yesu asimame hapa na kanzu zake, bali ni wewe unasema tu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, 1, 2, 3 ninataka iwe hivi, au vitu vinakuwa. Ni wakati ambao manabii walitafuta, manabii walichunguza, wanataka wasione nyakati hizi. But unfortunately, naweza nikasema watu ambao tumefikiriwa na hiyo neema, we are still ignorant, hatuelewi chochote, tunalia. Ndio maana naambiwa mashahidi, tumezungukwa na mashahidi wanatuangalia, kila kitu tunacho, maandiko tunayo. Wenzetu katika awamu ya Mungu Baba hawakuwa na mahali pa kurifaa, Ibrahim hakuna mahali alikuwa anasoma kwa habari ya kumwamini Mungu. Maandiko yanasema akasikia tu sauti inamwambia, toka wewe katika nchi yako, katika jamaa zako, nenda mpaka mahali atakapokuambia, huko nitakubariki, huko nitalikuza jina lako, huko nitakufanya uwe taifa kubwa, na katika wewe jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Ibrahim, Biblia inasema kwa imani akatoka. Hakuna aliposoma kama wewe na mimi. Kwa imani Ibrahim akatoka, akaanza kutembea, akatembea. Mwisho wa siku akajichanganya, hakuelewa. Mara kuna njaa, mwisho akajikuta anaangukia kwa mfalme wa Amaleki. Ameenda na mke wake, anajikuta anaongea vya uongo kwamba huyu ni dada yangu. Bado Mungu akasimama naye, akamwona mfalme wa Amaleki, akamwambia, usiguse huyu mwanamke, ni mke wa masihi wangu, ni mke wa mtumishi wangu, achana na huyu mwanamke kabisa. Wanaume leo mnahangaika, sijui mnalinda wanawake kwa kufuatilia. Unaona wewe unahitaji kuhangaika na simu ya mwanamke. Wewe mwambie Bwana, huyu ni wako
tumekaa tunawindana na wanawake na walioambiwa ndio walinzi wa mwanaume, basi kike yuko unaongeana nani? Uliko wapi? Wewe achana na hizo swaga hizo, utapoteza muda. Basi mama na agano la Mungu. Si nikumwambia tu Mungu, huyu mtu umenipa mimi. Tumekula kiapo wapi? Mbona muongei? Tumekula kiapo wapi? Yeyote atakayekwenda naye huko asiende kufanya kazi. Si basi. Unashangaa mwanaume linarudi na ndio unajionaje? Ndio hapo anaanza na kwani kuna nini? Ulienda wapi? Basi. Unarudia tena. Lakini leo hii kesi zimekuwa ni nyingi, shida zimekuwa ni nyingi. Watu wanataka kumtumia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anajihusisha na kila kitu unachofikiri hapa duniani kila kuhusu mwanadamu. Roho Mtakatifu anahusika na elimu ya mtu mmoja. Roho Mtakatifu anahusika na hiyo biashara yako unayofikiri ni ndogo sana, unayofikiri ndio unaanza, unayofikiri kwamba hauna mtaji. Roho Mtakatifu anahusika nayo. Hakuna mahali Roho hahusiki, kila mahali. Lakini shida yetu ni kwamba hatujajua Roho Mtakatifu uweza wake na kwamba tuko kwenye nyakati zake. Wengi hatujajua. Wewe unatazama Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Ibrahimu leo afanye nini? Yaani kumali mtu kabisa Mungu wa umesimama kwenye katika jina la Yesu. Ninaita kama ulivyoshuka kwa Elia. Unajua atafanya Elia. Unajua Elia alikuwa kama namna gani? Ungekuwa ungeweza mapito ya Elia. Anasema Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Wewe wa Ibrahimu, wewe tukwambiwa tu ile mshahara wako wa mwezi huu toa wote kwa Mungu. Unaanza hapa. Mwenzako alianza mtoto. Atoe mtoto. Alafu hana mwingine. Ana huyu. Alafu sasa huyo mmoja kapata wapi? Uzeeni. Hana tumaini tena. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Wewe ndio maombi mengine mwege mnayapima. Ndio maana kuna watu wengine tunapitia mambo magumu. Wewe umemwita Mungu wa Ibrahimu, yeye aliishi kwa imani. Aliambiwa atembee bila kuelewa anaenda wapi. Au unamwita awe Mungu wako. Utaweza kutembea kwa imani? Hebu pigieni makofi Ibrahimu. Ibrahimu yeye alitupa sisi reference ya namna ya kutembea katika nyakati za Roho Mtakatifu. Amina. Acha kulinganisha na Ibrahimu, hakuwa na reference. Ibrahimu hakuna mahali aliambiwa asome aone mtu ambaye Mungu anamwambia atembee nyikani ataishiaga wapi. Hakuna. Wewe leo tunajua kabisa imeandikwa mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Haleluya. Daudi anasema tangu nimekuwa kijana mpaka sasa ni mzee sijawahi kuona mwenye haki ameacha. Hilo kilipata ndio haleluya na mimi najitia moyo. Daudi alisema. Daudi wakati anasema hivyo hakuona popote. Mbona mnaniangalia kwa huruma? Mshapiga za Elia. Mnamwita Mungu wa Elia. Akishuka na kulamba wewe mwenyewe sasa. Maana Mungu wa Elia ni Mungu wa moto. Na ule ni moto, wewe ulikuwa mpaka maji. Mfano siara, pipa 4. Jaza maji moja. Mungu Elia kalamba mpaka yale maji. Hapo nataka kushukia wewe. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Sema asante Yesu. Uliyenileta katika zama hizi za neema. Maana mtu linakula pale mweleka linarudi nasema baba damu yako lako maneno alijafu. Mungu linaondoka linaanguka tena kule. Baba mfamasia. Wewe wakati wa agano la kale ungefanya hayo. Huyo kuhani mwenyewe akiingia kwa patakatifu kamba linafungwa. Wanakaa waliokaa kule nje hawajajitakasa mwaka mzima. Yeye ameingia, wanakaa na kamba. Wanacheza inacheza ndio yuko pale. Maana Mungu huyo alikuwa hanogi. Umeingia kule una kijidudu chochote, kirusi chochote, unakaukia hapo. Wewe leo
unakuja hapa madhabahuni unacheza cheza afu unaondoka zako. Hebu tujipigie makofi kwa watu wanakataa. Nguvu za Roho Mtakatifu. Halafu pia hatuzielewi sasa. Manabii waliotabiri habari hizi walichunguza wakatafuta waone haya mambo haya ya neema yanawapata kina nani, ni kipindi gani yatakuwepo mambo kama haya. Wewe ndio tuko kwenye hayo mambo, alafu tunaishi tu tupo. Tuna kazi tu ya Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Saa hizi wewe mwite tu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ili Roho akusaidie. Amina. Umenisikia? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo anatosha. Maana ndivyo ambavyo amejifunua katika nyakati hizi, ambaye Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo anatenda kazi katika namna ya Roho Mtakatifu, ambaye sasa hatuhitaji kufunga safari. Akasema, hebu twende kwenye maandiko, nimeongea na wewe mengi. Nisome Yoeli sura ya 2. Yoeli sura ya 2. Baada ya hayo ya kwamba nitaimimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Anamimina juu ya maaskofu wakuu. Atamiminia mama Mbuluma kwa sababu ni mchungaji. Atamiminia wazee wa kanisa
atakuwa ndani yenu. Naye atakuwa ndani yenu. Oh my God. Soma 26. Hapo. Msete na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Asante. Sasa kuna kitu nataka nikusaidie hapa usichokielewa, na wengi sana tunakosea, hatukielewi. Anasema, hebu rudia mstari. Lakini huyo msaidizi, tulia hapo. Yaani hapo kama mwanaume anaweza akamchukulia Roho Mtakatifu na mke, si ndio msaidizi? Si ndio hivyo? Unajua Kiswahili kimekosa maneno mazuri ya tafsiri kwenye Biblia. Na ukitaka kuelewa Biblia usisome kitabu kimoja hichi. Hii Biblia hii unayojua wewe. Soma na Biblia zingine. Mstari huu hebu nenda na huku na huku na kupekua kupata kuelewa. Sasa wengi tumechukua Roho Mtakatifu msaidizi. Mtu msaidizi si kwamba mpaka pale yule anayefanya akiwa hayupo, si ndio? Ndio anafanya msaidizi. Kama wakina mama mtachukulia kama mahouse girl wenu, si ndio wasaidizi? Kama kazi za ndani. Anakusaidia ukichoka. Chukua Roho Mtakatifu. That is not clear translation. Haiko sawa. Tafsiri sahihi. Huyu anaitwa Ebenezer. Nakumbuka Samueli pale anasema wakasema ni Ebenezer hata sasa. Bwana anatusaidia. Unajua usaidizi huu ni ule ambao uko beyond your capacity, uko mbele ya uwezo wako. Pale ambapo wewe ungeweza kwa namna yoyote, huyu ndiye anakuja sasa, anasimama, anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye anategemeza, anafanya. Sio usaidizi mbadala wa Mnanielewa mpaka hapo? Kwa hiyo naomba umchukue Roho Mtakatifu kama Baba, kama Mungu Mwana, Mungu Roho, ndivyo alivyo, uwezo ule ule. Roho Mtakatifu ni nguvu hai ya Mungu ndani ya waamini wote waliomwamini. Haonekani kwa macho, ndio maana Yesu akasema ulimwengu hauwezi kumpokea, lakini matokeo yake yanathibitisha kwamba yupo. Ndio maana last week it was an amazing service. Kwa nini?